Je, unayajua maneno haya matano ya kiuchumi ambayo labda umekuwa ukiyasikia yakitajwa mara nyingi, lakini hukuwahi kupata muda wa kuelewa nguvu yake kwa undani? Leo tunaivunja siri ya maneno haya yanayotengeneza mamilionea. Kwanza kabisa ni equity. Kwa lugha rahisi, equity ni umiliki. Watu wengi wamekwama kwenye ulimwengu wa kipato ambapo unabadilishana masaa yako na pesa, lakini equity inahusu kumiliki ile mashine yenyewe inayozalisha pesa. Ukimiliki sehemu ya biashara, hisa au mali, thamani yake ikikua na wewe unatajirika bila kufanya kazi ya ziada. Equity inajibu swali moja: ni sehemu gani ya mfumo huu ni mali yangu? Pili ni leverage. Hii ni nguvu ya ziada. Ni uwezo wa kuzalisha matokeo makubwa kwa kutumia nguvu kidogo. Ni sawa na kutumia mti mrefu kunyanyua jiwe zito ambalo mikono yako pekee isingeweza. Leverage ni kutumia rasilimali ambazo sio zako, kama mikopo ya benki, teknolojia au nguvu kazi ya watu wengine ili kuzidisha juhudi zako. Bila leverage, matokeo yako yamefungwa na masaa 24 ya siku. Ukiwa na leverage, matokeo yako hayana kikomo. Neno la tatu ni compounding. Hii ndiyo nguvu ya kimya nyuma ya utajiri mwingi wa muda mrefu. Compounding maana yake ni faida kuanza kuzalisha faida yake yenyewe. Sio tu kupata faida kwenye mtaji wako, bali ni kuruhusu ile faida iungane na mtaji ili mzunguko unaofuata upate faida kubwa zaidi. Siri yake ni muda na nidhamu. Mwanzoni ukuaji unaonekana ni mdogo na wa polepole, lakini ukiuvumilia unageuka kuwa mlima wa fedha ambao huwezi kuuzuia. Nne ni cash flow. Hii ndiyo damu ya mfumo wako wa kifedha. Ni kiasi cha pesa kinachobaki mkononi mwako kila mwezi baada ya kutoa gharama zote. Unaweza kuwa na kiwanja cha thamani kubwa, lakini kama hakikuingizii pesa ya kula kila mwezi, huna cash flow. Lengo la utajiri ni kumiliki mali zinazokulipa leo, kama kodi au gawio la hisa, ili uweze kuishi bila kutegemea kusainiwa mshahara na bosi. Mwisho ni scale. Scale ni uwezo wa mfumo wako kukua kwa mamilioni ya watu bila gharama zako kuongezeka kwa kasi ile ile. Fikiria tofauti ya kinyozi anayehitaji kiti kipya kwa kila mteja mmoja na mtu aliyetengeneza programu ya simu inayoweza kutumiwa na watu milioni 1 kwa gharama ile ile. Scale inahakikisha mfumo wako hauna kikomo na inageuza kazi yako kuwa mashine ya kutengeneza fedha. Equity, leverage, compounding, cash flow na scale. Hii ndiyo lugha ya fedha. Ukishaijua, hutaacha tu kusikia mazungumzo ya utajiri, bali utaanza kuyaongoza. Je, ni neno gani kati ya haya limebadilisha mtazamo wako leo? Niandikie hapo chini. Tuonane wakati ujao.